Habari za asubuhi. Kwa majina naitwa Amri Mrisho Budi, ni mvumbuzi wa chanjo PHV. Chanjo PHV inatibu HIV, pumu, kisukari, saratani, magonjwa sugu ya ngozi, magonjwa ya mifupa kumeng'enyuka, matatizo ya uzazi. Chanjo PHV vile vile inaimarisha afya kwa watu wenye miaka 40 mpaka 70. Chanjo PHV inaondoa matatizo au madhara yaliyosababishwa na madawa ya kulevya kwa mtu ambaye alitumia madawa ya kulevya, na hata kama mfano wake ni mtu ambaye anatumia madawa ya kulevya akitumia chanjo PHV ndani ya mwezi mmoja tu, basi hata madawa ya kulevya yenyewe yote ameacha na kwa mtu wa kawaida tu. Chanjo PHV inaweza kutumika kwa ajili ya watoto wadogo kuzuia magonjwa ya kurithi kutoka kwa wazazi wao na kadhalika. Leo hii tutazungumzia kuhusu HIV, PHV na DNA ya binadamu. HIV imegawanyika katika makundi makuu mawili. Kuna HIV1 na HIV2. HIV1 inatokana na mchanganyiko wa kemikali kutoka kwenye silaha ya kibiolojia DNA namba 10 pamoja na DNA ya binadamu na kufanya DNA namba 12, kirusi yani DNA namba 12. Na HIV2 ni mchanganyiko wa kemikali kutoka kwenye silaha ya kibiolojia DNA namba 8 na DNA ya binadamu na kutengeneza kirusi chenye DNA namba 11. Hii silaha ya kibiolojia ndiyo iliyotumika katika vita kuu ya pili ya dunia. Ilitengenezwa mwaka 1939 na kutumika katika vita kuu ya pili ya dunia na kusababisha haya matatizo ya HIV. Zipo sababu nyingi kwa nini ugonjwa wa HIV unakuja sana Afrika. Ni kutokana na kwamba kuna madini ambayo yalitumika kwa ajili ya kurutubisha hizi DNA, ambayo madini hayo asili yake vile vile yapo kwenye miili ya watu weusi. Ni tofauti na watu weupe ambao wenye asili kwamba asili yao iko mbali sana kwa Afrika, ama ni wana DNA ambazo haitokani na hayo madini hayo. DNA yao yani ule mpangilio wa nuclear fission, yani ukatikanaje, yani kuna mpangilio kwamba zile chemicals zinajipanga katika mpangilio maalum ambayo kuna kemikali mama ambayo ndio inazaa hizo kemikali. Kwa hiyo kwa wale ambao wale wazungu kabisa ambao hawana asili kabisa ya Afrika, wao wanakuwa hawatumii hiyo kemikali, na inapelekea kwamba hata upataji wa HIV kwao unakuwa ni mdogo na wengine hawapati kabisa. Lakini kama utataka kwamba na wao wapate, basi inabidi bomu lile la kibiolojia watumie zile kemikali za kule tu, ukitumia na wao watapata HIV kama kawaida tu. Na hili bomu lilitengenezwa katika kipindi cha ubaguzi, kwamba kuna mitazamo ya kibaguzi ilikopo kipindi cha nyuma kwamba watu kuna binadamu ambao wanajisema wao ndio binadamu, wengine sio binadamu, ila hawa ambao wanajifanya kwa binadamu wanafika mpaka wanachukua hatua kwamba wao binadamu wanakosa mahitaji yao, kwa sababu kuna viumbe fulani vinajifanya kwa binadamu. Kwa namna gani ya kuviondoa hivi viumbe ni kutumia hilo bomu la kibiolojia ambalo linapigwa kwa ajili watu wote weusi wote watoweke, wabaki wao tu kama wao, ili waweze kufaidi matunda ya duniani. Sasa tuachane na hayo yatapita, ni mambo ya kizamani. Sasa hivi tunakabiliana tunapambana na tatizo lililokuwepo. Hayo masuala yaliyopita yameshapita, yalifanywa na mababu zetu.
Tuangalie tofauti iliyokuwepo baina ya HIV, PHIV na DNA ya binadamu. Tuanze na namba ya DNA. HIV-1 ina DNA namba 12. HIV-2 ina DNA namba 11. PHV ina DNA namba 14 na DNA ya binadamu ina DNA namba 14. Tuje katika upande wa kinyumbulisho cha DNA. HIV-1 ina kinyumbulisho chenye atomic mass 25. HIV-2 ina kinyumbulisho chenye atomic mass 23. PHV ina kinyumbulisho chenye atomic mass 30. Na DNA ya binadamu ina kinyumbulisho chenye atomic mass 30. Tuje katika upande wa atomic mass ya DNA. HIV-1 ina atomic mass 295. HIV-2 ina atomic mass 294. PHV ina atomic mass 293. Na DNA ya binadamu ina atomic mass 293. Tuje katika viunganishi vya triphosphate na purine na pyrimidine katika hizi DNA. HIV-1 ni kuna argon tritium, kuna chlorine tritium na kuna sulfur tritium. HIV-2 kuna argon deuterium, kuna chlorine deuterium na kuna sulfur deuterium. PHV kuna potassium hydrate, kuna argon hydrate, kuna chlorine hydrate na sulfur hydrate. Kwenye DNA ya binadamu kuna potassium hydrate, kuna argon hydrate, kuna chlorine hydrate na kuna sulfur hydrate. Tuje katika utengenezaji wa glycoprotein ambao unatokana na kwamba DNA hizi kuwa RNA katika safari ya DNA kuwa RNA. HIV-1 inatengeneza glycoprotein kuanzia 1 mpaka 24. HIV-2 inatengeneza glycoprotein kuanzia 1 mpaka 26. PHV inatengeneza glycoprotein 1 mpaka 21. DNA ya binadamu inatengeneza glycoprotein kuanzia 1 mpaka 21. Na hizi glycoprotein zinatengenezwa kutokana na kazi inayofanywa na purine na pyrimidine pale electrons zinapopita kutoka kwenye triphosphate mpaka kwenda kwenye pyrimidine na purine, pale ndio hizo zinatengenezwa. Vile vile kuna vikinga glycoprotein vinatengenezwa na hizi DNA. HIV-1 inatengeneza vikinga glycoprotein tunasema kama ni antibody ambazo zinazuia kwamba isitokee seli nyingine zaidi ya ile ya HIV-1, kwamba inatengeneza hizo vikinga glycoprotein kuanzia 25 kwenda juu. HIV-2 inatengeneza vikinga glycoprotein kuanzia 27 kwenda juu. PHV inatengeneza vikinga glycoprotein kuanzia 22 kwenda juu.
na na DNA ya binadamu inatengeneza vikinga glycoprotein kuanzia 22 kwenda juu ambazo tunasema ni antibodies. Sawa. Vile vile tuje kuangalia ukali wa hizi HIV1 na HIV2. Kwamba HIV1 ikimkuta mtu ambaye ana afya yake ikampata, basi huyo mtu anaweza akaishi miaka 10 alafu baadaye akapata hali ya kuwa na AIDS. Lakini upande wa HIV2, huyo mtu kama imemkuta ana afya, basi inaweza akaishi kwa miaka 20 alafu baadaye ndo akapata hali ya AIDS. Lakini kuna vitu ambavyo vinaweza vikachangia kwamba huyu mtu akawa hajafikisha umri uliotajwa kutokana na kuwa na vitu fulani. Mathalan, amekuwa na msongo mkali wa mawazo. Inaweza kupelekea kwamba akawa na AIDS mapema. Ama amekosa viinilishe mwilini. Inaweza kupelekea kwamba akapata hali ya AIDS mapema. Ama akawa amepata magonjwa kama magonjwa sugu, mfano TB, kisukari, saratani, hata na mengine tu. Sawa, inaweza kupelekea kwamba akapata hali ya AIDS mapema. Ama umri wake ukawa ni mdogo, chini ya umri wa miaka 25. Sawa, kwa sababu anakuwa na hatua virutubisho vingi vinahitajika kwa sababu ya ukuaji na HIV vile pale inasumbua ile internal storage ya ile binadamu. Kwa hiyo unaweza kupelekea kwamba akapata hali ya kuwa na hali ya AIDS mapema kabla hata muda huo. Hata wakati mwingine hawa wazee, mtu zaidi ya miaka 70 huko, miaka 60, zaidi ya miaka 60 mpaka 70 huko, akapata HIV, inaweza ikampelekea haraka tu kuwa na AIDS kwa sababu na hali ya uzee. Na unaweza ukajiuliza, hii DNA namba 11 ya HIV na namba 12 ya HIV ambayo ni HIV1 na HIV2, yani HIV2 DNA 12 na HIV1 DNA 12 na HIV2 DNA 11, ambazo zipo kwenye internal storage ya binadamu. Sawa? Ni DNA ambazo zipo kwenye internal storage ya binadamu. Kwa nini sasa zilete matatizo? Swala kubwa hapa ni moja tu, kwamba viumbe vinavyoumbwa duniani vinatumia protein kama ndio viunganishi baina ya zile kemikali ambazo zinazounganisha triphosphate na pamoja na pyrimidine. Pale kuna inakuwa protein. Sasa kwa HIV pale kuna deuterium na tritium, kwa wamebadilisha. Kwa hiyo ni mfano kama bomba kubwa kidogo na bomba dogo. Sasa sisi binadamu tumeumbwa na viunganishi ambavyo vya protein. Kwa kemikali nyingi tu viunganishi vyetu ni hivyo, protein, wala sio deuterium wala sio tritium. Sasa wao wameka ile, kwa hiyo wamesababisha ulemavu. Zile DNA ambazo inatengeneza kama DNA ya nyani imetengenezwa na ulemavu. Kwa hiyo ikiwa kwenye internal storage haifanyi kazi vizuri kama inavyotakiwa, na ndio maana inaruhusu external storage ambayo ya mwili wa binadamu kutengeneza magonjwa nyemelezi. Sasa tuendelee na kuangalia na ukali wa hizi HIV. Mtu mwenye HIV1 anakuwa mara nyingi anaweza akapata matatizo. Iko hatarini sana kupata matatizo ya ngozi, yani mba ukamtawala mwili mzima. Lakini mtu wa HIV2 yeye mara nyingi anapata kuoza meno, anakuwa na matatizo ya meno endelevu, unakuta meno yanauza meno yanaoza. Magari tuambie ni HIV hizi. Anakuwa na meno kuoza kwa sababu ya uwepo wa isotopu za fluoride kwa wingi mwilini, na huyu HIV1
isotopu za neon inakuwa kwa wingi mwilini za uzalishwa na HIV hizi. Tuangalie tena katika kwamba mtu ashakuwa na HIV, sawa, anaweza kuwa na hasira, sawa, ni kwa sababu ya uwepo wa kaboni namba 12, isotopu namba 12 na upungufu wa lithium. Sawa, hivi vitu vinamsababisha huyu mtu kuwa na hali ya hasira, hata ana haraka sana katika maamuzi yake, alafu ile haraka mpaka inaharibia, inaondoa umakini, kwa hiyo anakuwa haiko vizuri. Kwa mtu akiwa na HIV, hata akili yake inakuwa haiko vizuri. Kwa hiyo anaweza kuwa anakuwa na uchaa ambao ni endelevu, ambao uchaa endelevu manake mtu anashindwa kujitambua kama yeye ana akili yake haiko vizuri ama iko vizuri. Lakini yule ambaye kama ni kichaa, ambaye sasa hivi anakuwa kichaa afu baadaye anarudi katika hali ya kawaida, yule anaweza kujitambua kama kumbe mimi akili yangu iko vizuri, kwa sababu tayari anapata fursa ya kuona kufikiri yale matendo ambayo anayafanya mwanzo. Lakini kwa mtu mwenye HIV hawezi kugundua kama yeye haiko sawa. Yeye anaona maamuzi anatoa yako sawa tu, kwa sababu ni kichaa endelevu. Ni kichaa endelevu. Kwa sababu ya kuathirika kwa internal storage ile ya binadamu, kwa kuingizwa kemikali, kuingizwa viunganishi ambavyo sio sahihi kwa viumbe. Hiyo inatokea vile. Sasa turudi katika upande wa chanjo PHV inapokutana na HIV. Kawaida chanjo PHV kwanza yenyewe ni nani? Ni DNA. Hata inapoingia kwenye mwili wa binadamu ni kirusi ambacho inaingia katika mfumo wa DNA, yenyewe inakuwa ni DNA. Lakini HIV yenyewe inakuwa ni RNA. Sasa hapa kidogo kuna maelekezo kidogo ambayo tutatoa mifano, tunatumia lugha maelekezo kwa lugha ya mifano, kwa sababu ili mpate kuelewa. Katika kiunganishi baina ya triphosphate na pyrimidine na purine ya HIV, pale inaweza kuwa ikawa ni deuterium ama ikawa ni tritium, ambayo sio kawaida kwa viumbe. Kwa hivyo kiumbe pale inakuwa ni protein, ambapo ukija kwenye DNA ya PHV yenyewe pale kunakuwa na protein. Sasa huku na HIV, hizi ni bomba kubwa ambazo zinaruhusu sasa electron, chukue neno electron ambalo japokuwa alipo kitu hiki hakipo. Hiki hakipo. Mwe attention, kitu hiki kinaitwa electron, ni kitu ambacho kwenye chemical element hakuna, ila tu kwamba watu wametumia ujanja kuingiza na kuzoesha watu wakazoea hivyo. Lakini kitu kinasema electron kwenye chemical element, kitu hicho hakuna. Kitu tunatumia kwa sababu ni mifano ambayo tumezoea tunaitumia. Kwenye chemical element kuna wave functions, kuna proton na neutron, sawa? Kuna monodules ambayo yanatokana na reflection yani descending yani reflection of wave functions, sawa? Kwamba zinapokutana zinatengeneza monodules, na kuna orbit ndani, kuna zile wave function, kuna vitu vinatengeneza hiyo wave function ambavyo vinafatana kama hizi rangi zilivyo na red, yellow, zinapanga hivyo, lakini unakuta layer moja kama red yenyewe ina vilea 45,549 na 49 kitu kama hicho. Kwa hiyo unakuta layer nyingi sana. Kwa hivi vitu ndio vinavyotembea kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Kwamba wave function fulani zikija kwa wingi kwenye chemical fulani, yani zikirundikana kwa wingi zinatengeneza chemical aina fulani hivi, basi ndio kama hivyo. Lakini uwepo wa electron, hata kitu kinaitwa atom,
Hakuna, kwa sababu ule ni mwendo tu kutokana na mzunguko tu wa chemical element. Basi unaweza kuona kama kitu cha duara kinaitengeneza, kwa kusema hii hapa ni atom, lakini yenyewe ipo kama mfumo wa IC, yani kutoka kwenye proton kuja paka neutron kama mfumo wa IC. Kwa hiyo inazunguka kasi kubwa sana, na mivutano ile kuwepo, basi inatengeneza kama inatengeneza kitu kama duara. Unaweza kusema kama ni atom, lakini ukiangalia kwa ndani yake kwa uhalisia, so yani kitu hicho hakuna. Ni vipo kama line tu, kama line vipo kwenye mfano wa line, kwa sababu kuna proton namba 5, kuna proton namba 4, kuna proton namba 3, kuna proton namba 2, kuna proton namba 1, na hivyo kuna neutron namba 5, namba 4, namba 3, namba 2 na namba 1. Zinajipanga kuanzia namba ya juu. Yaani hata reaction yote ya kemikali inaanza kujitengeneza proton namba 5 ama neutron namba 5, alafu zinafuata zingine mpaka kuja namba 1. Ndio jinsi zinavyojipanga. Na ile mistari inapokuwa mingi ndio hii mistari inachukua nani proton 5 na neutron 5, mstari mmoja umekamilika, kuna mwingine tena, kuna mwingine hivyo jinsi hivyo. Lakini kwa sababu ya kasi ndio unaona kama kuna atoms, kama kuna electrons, lakini kuna hizi ni wave functions zina move kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Lakini kwa sababu tumezoea hivi, basi tuchukulie hivi kwamba sasa kirusi cha HIV ambayo ni RNA kitachukua electron kutoka kwenye pyrimidine, sawa, au purine, kupeleka kwenye triphosphate mpaka kupeleka kwenye silicon hydride 2 na sulfur hydride 2, ambapo kule ndio sehemu ambazo zinakamatana baina ya DNA ya PHV na pamoja na RNA ya HIV. Na tuje tena vile tujifunze kitu kimoja hapa kidogo, kwamba zile kemikali ambazo zina elektroni nyingi, yani tuseme kwa mfano yake ni potassium, argon, chlorine, sulfur, zinakimbia kwa kasi kubwa, zinazunguka kwa kasi kubwa sana kushinda hizi ambazo kemikali ambazo zipo kwenye pyrimidine na purine, ambazo ni oxygen, carbon, sawa, nitrogen na fluoride. Sawa, hizi zinatembea pole pole. Kwa hiyo moja kwa moja zile tunasema electron zikimove sasa kwenda kugawa electron kwenye hivi viunganishi ambavyo ni potassium na chlorine, argon na pamoja na hizi pyrimidine na purine. Moja kwa moja kwenye purine na pyrimidine ndio kuna kemikali nyingi zile electron nyingi zinakwenda kule kushinda, kwa sababu hivi viunganishi vinakimbia spidi kubwa sana, vinazunguka kwa kasi kubwa sana, na ile inakuja kwa kasi kubwa sana. Sasa kujaza inakuwa ngumu, inaenda kujaza kwenye sehemu ambayo zile kemikali zinakuwa pole pole. Kwa hiyo inakuwa rahisi pale kuingia kwa electron. Kwa hiyo electron nyingi zinakwenda kwenye pyrimidine na purine. Sasa kukiwa na bomba kubwa, ndio ile kama ni tritium ama ikiwa ni deuterium, basi electron nyingi zinapenya pale kwa wingi sana, sawa, na kiasi kidogo tu kinaingia kwenye hivi viunganishi baina ya triphosphate na purine, ambazo inaweza kuwa ni argon, inaweza kuwa chlorine, inaweza kuwa sulfur, sawa, ama ikawa potassium na kadhalika. Ni vitu hivyo, sawa. Sasa kwenye PHV kuna nini? Kuna hiyo nini? Kuna protium ambayo ndio inatoa kwenye hizi potassium na pamoja na triphosphate kwenda kwenye pyrimidine. Ndio kwamba electron nyingi zitakwenda kule, lakini zitakuwa zinakontroliwa au kuzuiwa na ile bomba ambayo nasema kama ni protium, ni hydrogen namba 1, kwa sababu ni ndogo, basi zitakwenda kidogo, lakini zitakwenda nyingi kwa upande ule. Lakini upande huu wa RNA ya HIV, kwa sababu kuna bomba kubwa, zinachukuliwa kutoka kwenye pyrimidine na purine, zinapita kwenye bomba kubwa kama deuterium ama tritium kwenda kwenye argon ama kwenye chlorine ama kwenda kwenye
sulfa ambayo inafanya kazi kama ni sehemu ya akiba ya electroni tunasema. Kwa hiyo zitapita pale, zitakwenda mpaka kwenye triphosphate, afu zitakwenda kwenye bwawa ambalo linakuwa na silicon hydride mbili na sulfur hydride mbili ambayo ni kabao. Zitakuja pale electron nyingi zinatuama pale ili kusambaza kutoa huduma ile kusambaza kwenye PHV, ambapo PHV itaruhusu sasa electron nyingi ziende kwenye pyrimidine kuliko kwenye na pale naangalia muda hii jinsi inavyo kasi ile kwa nayo na inavyopigwa yani hivi viunganishi vya triphosphate na purine na pyrimidine ya PHV jinsi inavyopigwa na inavyoguswa na electron, inachukua electron kwa utaratibu wake na utaka, lakini nyingi zinakwenda kwenye pyrimidine na purine. Kwa maana hiyo inafikia kwamba hatua kwamba imefika kwenye yani DNA ya PHV imefika kwenye kwenda kuelekea kwenye nuclear fission kujifanya kuwa RNA, imefika kwenye 35 au 34. Sawa, tayari unakuta electron kwenye pyrimidine na purine ya HIV, sawa, ambayo inaelekea kuwa DNA nayo tayari imekwisha zile kemikali zimerudi katika mfumo wake wa kawaida kuwa kama nitrogen, oxygen na fluoride, sawa. Kwa hiyo unakuta kwamba inalazimisha sasa hii viunganishi vyake baina ya triphosphate na purine na pyrimidine ambayo ni argon, inaweza kuwa argon, inaweza kuwa chlorine ama inakuwa sulfur, kuchanika, inajigawa sehemu kama mbili. Kwa hiyo inatoka nitrogen, inatoka oxygen, inaweza ikatoka oxygen, ikatoka cyanide, ikatoka fluoride, ikatoka na nitrogen, ambazo zinakuwa zinaachwa kwenye mfumo wa damu au kwenye vimiminika vya mwili, na matokeo yake kupelekea kwamba kirusi cha HIV kupasuka, na ile tritium ama deuterium inarudi kwenye upande wa pyrimidine na kutengeneza protein ambayo ni ngumu, ambayo inatoka kwa njia ya majasho na njia ya mkojo. Kwa hiyo kirusi cha HIV kinakuwa kimekufa hapo, kimeshakufa cha RNA, na hata DNA yake huku unakuta kwamba PHV ni RNA ambayo inapeleka kwenye DNA ya HIV, lakini HIV kwa sababu ina zile deuterium na tritium, basi unakuta kwamba inasababisha upasuaji huo wote unatokea tena, upasuaji kama huo unatokea tena, inakufa. Na ikiwa kwamba RNA ya PHV imeingia kwenye seli, itaitoa DNA ya HIV ndani ya seli na kurudisha kutoka nje, na ambayo itakutana na RNA ya PHV. Kwa hiyo VV itakufa. Kwa hiyo kwa ufupi tu kwamba PHV ndio dawa sahihi ya kuua virusi vya HIV na kurekebisha matatizo yaliyokuwa ndani ya storage internal storage ya binadamu, ambapo kuna DNA, kuna DNA ziko nyingi mpaka mule ndani, nimesema katika maelezo yetu ya mwanzo katika huduma ya Vuagamba. Kwa hiyo unakuta PHV ndio dawa sahihi kwa ajili ya matibabu ya HIV. Sawa. Kwa hiyo kwa leo mimi naomba niishie hapo. Asante sana kwa kunisikiliza. Tutaendelea na mada tena ya kujuzana kuhusu PHV na HIV, sawa, katika kipindi kijacho. Asante sana na nashukuru sana.